kwa watu wa ilmu, yani wanawachuoni na wanafunzi wa ilmu, ayunau bihathi alawami, kutilia mkazo kuwahimiza watu wa kawaida, wa umumi nnas, na watu wote kwa ujumla, wafanye nini? Ala almuhafadhati ala hadhihi alarkan, juu ya kuzidumisha nguzo hizi. Wayubayinu lahum makanataha, na wawabainishie nafasi yake, nafasi ya nguzo hizi. Wa adhima sha'aniha, na ukubwa wa jambo lake, yani umuhimu wake mkuu. Min dini llahi jalla jalaluhu, katika dini ya Allah jalla jalaluhu. Allahu akbar Allah. Kamathali al-a'midati min al-bunyan, ni kama mfano wa nguzo katika jengo. Musta'inan billah, afanye hivyo huyu alim au min ahli ilmi, katika watu wa ilmu, au tulabul ilmi, au katika wale watafutaji ilmu, kwa maana ya wanafunzi. Afanye hivi kuwabainishia watu nafasi ya nguzo hizi, ukubwa wa jambo lake, yani umuhimu wake mkuu katika dini ya Allah, kwa kuwaeleza kwamba hizi nguzo hizi ni kama mfano wa nguzo katika jengo, sawa, ambapo ukichomoa nguzo moja katika hilo jengo, basi tayari jengo limepata ikhtilafu, limepata kreki, na pengine likaanguka, hata kama nguzo zingine zitakuwa zimebaki. Musta'inan billah, afanye hivyo akiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Taliban maddahu wa tawfiqahu, akitaka msaada wake na taufiki yake, sawa. Kwa hivyo kwa kumalizia, tunamaliza na khulasa, bimaana mukhtasari wa somo. Inawezekana mtu asielewe vizuri ndani ya somo lenyewe, dhimnu ad-dars au fi dhimni ad-dars, ndani ya somo ikawa hakuelewa, lakini katika ule mukhtasari akaelewa kwamba ala, kumbe kilichokusudiwa na somo hili ni kadha na kadha. Tunachojifunza katika ukurasa huu au somo hili ni mambo makuu matatu. Kwanza, umuhimu wa fardhi. Hakuna kitu kinachomkurubisha mja kwa Allah zaidi ya kutekeleza yale aliyofaradhishiwa. Narudia tena, hakuna kitu kinachomkurubisha mja kwa Allah zaidi ya kutekeleza yale aliyofaradhishiwa. Imefahamika? Aliyofaradhishiwa ni kama yapi? As-sala waz-zaka wa ghairu dhalika min al-fariida, na mengineyo katika fardhi, sawa. Lakini jambo jingine ambalo tumejifunza hapa ni dhamana ya pepo. Yule atakayewafikishwa kudumu katika nguzo hizi maisha yake yote, Allah amemwandalia makazi ya peponi, sawa sawa. Yule anayewafikishwa kudumu katika nguzo hizi tano za Uislamu maisha yake yote, Allah amemwandalia
makazi ya peponi. Lakini pia tumejifunza jukumu la wana wa chuoni, jukumu la wana wa vioni, bimaana wale ahlul ilmi wa tullabul ilmi. Ni wajibu wa wenye ilmu kuwafundisha watu wa kawaida umuhimu wa nguzo hizi, kwani dini bila nguzo hizi ni kama jengo lililosimama bila mihimili. Hilo jengo haliwezi kusurvive, haliwezi kudumu. Ukija upepo wa kiasi tu, hilo jengo lina poromoka. Na mwisho kabisa ni maswali ya kujipima, as'ilatu taqwim. Swali la kwanza ni jambo gani linalopendwa zaidi na Allah Jalla waala, ambalo mja anaweza kulifanya ili kujikurubisha kwake? Fuhimati suala? Swali limefahamika? Hatu jawaba. Ni jambo gani linalopendwa zaidi na Allah Jalla waala ambalo mja anaweza kulifanya ili kujikurubisha kwake? Jambo ambalo Allah analipenda mja kulifanya ili kujikurubisha kwake katika yale ambayo aliyoyafaradhisha, mfano swala, zaka, hija na mengine. Asante, barakallahu fi. Suala la pili ni nini malipo ya mja anayedumu katika kutekeleza fardhi mpaka mauti yakamfika? Naam, thawabu na malipo ya kuingia katika pepo ya Allah. Asante. Suala la tatu, toa mfano uliotumika katika matni kuelezea uhusiano wa nguzo za Uislamu na dini. Aha. Sheikh, na wewe utajaribu toa mfano uliotumika katika matni kwa maana ya andiko ambalo ni la msingi kuelezea uhusiano wa nguzo za Uislamu na dini. Tuliweke kiporo likafanyiwe kazi. Suala la 4 ni nani walengwa wakuu wa nasaha zinazopaswa kutolewa na watu wa ilmu, yani ahlul ilmi? Walengwa wakuu ni nani? Walengwa ni watu wa kawaida na umma mzima kwa ujumla.
Asante wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.